Karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi tokea Mwanza na Dr. Paul Nelson Mwaipopo, na kuletea mada inayosema mahusiano ni magumu bali mapenzi ni rahisi. Mahusiano ni magumu bali mapenzi ni rahisi. Unaweza ukaiona kwamba ni mada tata sana, lakini ukweli ni kwamba ninazo facts za kuthibitisha hili kwamba ni kweli kwamba mahusiano ni magumu ila mapenzi ni rahisi. Napozungumzia mahusiano ni yale mahusiano ambayo hajaingia ndani ya ndoa. Unaposhindwa kujenga msingi mzuri, huwezi ukajenga nyumba nzuri. Nyumba hiyo haitakuwa salama. Kwa hiyo tuchukulie kwamba mahusiano ni yale mahusiano ambayo bado hajaingia kwenye ndoa. Ndio hayo ndio kwa nayozungumzia kwa kiwango kikubwa, na mahusiano hayo nayozungumzia vile vile yanajumuisha na mahusiano ya kawaida na wafanyakazi wenzio na watu wengine. Hayo ni maeneo ambayo yana ugumu sana. Sasa watu wengi wameingia kwenye ndoa wakati wameshindwa tayari kwenye mahusiano. Hebu fikiria story hii ya kweli. Huyu dada amekuwa kwenye uchumba wa miaka 2. Ameingia ndani ya ndoa. Kipindi cha uchumba alikuwa anaifahamu password ya simu ya mume wake mtarajiwa. Sasa ameingia, amekuwa mume. Luku umeme unakata. Mwanamke anachukua simu ya mume wake anunue umeme. Anakuta mwanaume amebadilisha password. Mwanamke anauliza kwa nini, mwanaume anakuwa mkali. Hiyo inamaanisha nini? Ni kwamba huyu mwanamke alishashindwa tayari kwenye mahusiano ya kawaida. Akaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi ambapo mnalala na mwenzio chumba kimoja, unavua nguo zako zote, amuoniane aibu, mko ndani ya ndoa. Ndio hapo nazungumzia mapenzi, manake tayari mnakuwa mshaanza kutiana. Sasa kama mnatiana kabla ya kuingia ndani ya ndoa, hilo halihusu mimi, linamhusu Mungu. Kwa hiyo usiniulize Dokta, sasa sisi tumeanza kutiana kabla ya ndoa. Muulize Mungu. Mungu ni sawa au sio sawa? Atakwambia yeye. Kwa sababu ni yeye aliyeweka amri ya usizini. Acheni uasherati. Ni yeye ndiye ameweka hiyo amri. Kwa hiyo nazungumzia hilo. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba huyu dada amekosea wapi? Ni rahisi sana mtu kukushawishi kwamba anakupenda iwapo wewe unahitaji kupendwa. Lakini cha msingi ni kwamba ni jinsi gani wewe unahitaji kupendwa, unashindwa kumwelewesha mwenzio kipindi cha mahusiano. Na hapo ndio inasababisha shida ndani ya ndoa, kwa sababu kipindi kile cha mahusiano lazima umweleweshe mwenzio jinsi gani wewe unapenda kupendwa. Hebu fikiria historia kweli nakupa. Huyu ni mwanamke yuko ndani ya ndoa. Mume wake anajitahidi afue nguo, hata apike na nini. Lakini kumbe shida mke wake ili ajisikie kupendwa, hata ule muda wa kukaa tunaongea, tunatia story. Ndio mwanamke anajisikia kwamba anapendwa, kwamba amenipa muda tunatia story. Sasa mwanaume hana story. Yeye story yake ende akaoshe vyombo, asaidie na kupika, anafikiria kwamba ndio kumuonyesha mwanamke anampenda. Unaweza kuona. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa love languages. Kuna lugha ya kimapenzi. Sasa usipojua mwenzio anapendelea nini ili ajisikie anapendwa, unaweza kufikiria unafanya kitu ambacho kinamfanya ajisikie apendwe, kumbe yeye hiko akimfanya ajisikie apendwe. Tuna historia tofauti. Kwa hiyo basi, ninaposema mahusiano ni magumu na mapenzi ni rahisi, ni kwamba kipindi kile cha mahusiano kabla hujaingia ndani ya ndoa, ni muhimu sana ujue jinsi ya kumpima huyu mtu kweli anao uwezo wa kunipenda kama ninavyotaka kupendwa, au unaingiza tu kwa sababu nataka kuolewa au nataka kuoa na mimi niwe naonekana na mimi naonekana na mke. Kwa sababu usipotimiza hitaji la kuhakikisha kwamba unapendwa kama unavyohitaji wewe kupendwa, inaleta shida sana. Katika mahusiano, mtu anaweza akasema nimekasirika. Sawa? Nimekasirika kwa sababu
wewe kuna kitu fulani umekosea. Hiyo ni kwenye mahusiano. Ni kweli umekosea. Yesu anasema nimekasirika kwa sababu umekosea kitu fulani. Kwa nini wewe huwezi ukawa kama ninavyotaka uwe? Kwa nini wewe huwezi ukawa kama ninavyotaka uwe? Umenikasirisha. Lakini kwenye mapenzi unapokuwa umefanya kosa ambalo kweli ina uwezo wa kumkasirisha mtu, mwenzio anasema hivi, nifanye nini? Anajiuliza, nifanye nini ili nielewe kwa nini mke wangu huwa anafanya vitu vinavyoniumiza. Unaweza kuona tofauti yake hapo. Kwa nataka nielewe kwa nini mke wangu huwa anafanya vitu ambavyo anajua vitaniumiza. Kwa nini mume wangu anafanya vitu ambavyo vitaniumiza? Sio kwamba kwa nini yeye hawezi kuwa kama mimi ninavyotaka awe. Unaona tofauti hapo. Sasa huwezi kumbadilisha mtu na huwezi kumlazimisha mtu. Ndio maana Mungu anasema kwamba tafuta ufahamu kuliko vitu vyote unavyotafuta. Tafuta kumfahamu huyu mtu. Kwenye Biblia inasema hivi. Kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Mithali sura ile ya 4. Mithali sura ile ya 4. Mithali sura ile ya 4. Kuna maneno haya. Mithali sura ile ya 4. Kuna maneno haya. Mithali sura ile ya 4. Kuanzia mstari ule wa 7. Labda nianzie mstari ule wa 6. Usimwache ufahamu, naye atakuhifadhi. Umpende, naye atakulinda. Bora hekima basi, jipatie hekima. Naam, kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Sasa Biblia ya Kiingereza inasema hivi, no matter what it costs you, get understanding. No matter what it costs you, get understanding. Ni kama vile gari. Unaendesha gari. Kwa sababu wewe sio fundi, limezima, hujui kwamba ni plagi, hujui kwamba sijui kuna kitu fulani kimeharibika. Lakini fundi akija anaangalia, ni plagi tu hii, tunabadilisha plagi, gari inawaka. Sasa ndio wewe ufahamu. Kwa hiyo ni rahisi sana inapotokea hali ya kutokuelewana kwa watu ambao wako kwenye mahusiano na hawana ufahamu, badala ya kutafuta solution unaanza kumshambulia mwenzio, kitu ambacho ni hatari sana kwenye mahusiano ya kimapenzi. Mungu anazungumza kwenye kitabu kile cha Mithali ambacho tumekisoma, Mithali sura ile ya 5 ya 4 ambayo tumesoma. Kuna maneno ambayo yanazungumzwa pale ambayo ni ya muhimu sana kuweza kufahamu, kwamba ni muhimu sana kutafuta ufahamu. Sikiliza Mithali sura ile ya 4 mstari wa 1 hadi ule wa 2. Wanangu, yasikilizeni mausia ya baba yenu, tegeni masikio mpate kujua ufahamu. Kwa kuwa nawapa mafundisho mazuri, msiache sheria yangu. Unaweza kuona nasema hivi, tegeni masikio mpate kujua ufahamu. Sasa ndio leo nakuletea ufahamu huo hapa. Kwa hiyo yatakuwa magumu mahusiano, na usipojua jinsi ya kuweka sawa mahusiano ukaingia ndani ya ndoa, utakuta mnapambana kila siku. Na sio hilo peke yake. Kwenye Isaya 27 mstari wa 11, Mungu anasema kwamba watu wasio na ufahamu sitawaonea huruma. Kwa hiyo utaomba sana, utatoa zaka sana, utafunga sana, utaenda kwenye mikutano sana, utatoa michango mikubwa sana kanisani, lakini kwa sababu umekosa ufahamu halisi wa mambo ya mahusiano, Mungu amesema hata kuonea huruma. Soma Isaya 27 mstari wa 11. Mapenzi yanapasa ya flow naturally. Kama vile mwembe lazima utazaa maembe, ni nature yake kuzaa maembe. Kwa hiyo ukiona mtu anapata shida katika mahusiano kuomba msamaha anapokuwa amekosea, tambua huyu ni mtu hatari kwangu. Mtu anapopata shida kuomba msamaha, kusema bwana I'm sorry, badala yake anaanza kuleta vijisababu kujitetea. Kosa liko wazi, lakini atatafuta visababu vya kutaka kulipamba kosa lake. Sasa wewe utasema labda itabadilika ndani ya ndoa. Umeshafanya kosa. Kwa sababu Mungu amekwambia tafuta ufahamu. Umemfahamu hili, lakini ukaliacha. Litazaa madudu ambayo yatakuharibia ndoa yako. Yatakuumiza ndani ya ndoa.
It should flow naturally, unazungumza hivi. Sasa sikiliza. Sasa watu wengi hili hawajalifanyia kazi la kutafuta ufahamu ili aweze kumfahamu mtu kama hawajalifanyia kazi na wanaingia ndani ya ndoa. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kipindi kile cha uchumba, kabla mjaingia ndani ya ndoa, umpime mwenzio kikamilifu. Kwa mfano, unamuona huyu mtu kwa watu wengine ni mkali, kwa watu wengine anawajibu tu ovyo ovyo, hawaheshimu. Wewe unaamini kwamba wewe atakuheshimu ndani ya ndoa, utaona wewe atakuthamini ndani ya ndoa. Kwa hiyo muangalie na huko nje vile vile anafanyaje kwa watu wengine. Kama watu wengine anawajibu ovyo ovyo, kunya kunya, unafikiria kwako atakuwa mzuri? Twende kwenye kitabu cha Yakobo sura ile ya 3. Yakobo sura ile ya 3. Yakobo sura ile ya 3. Kitabu cha Yakobo sura ile ya 3. Haya mambo nayozungumza hapa, tayari kuna watu tunajua wanaumia ndani ya ndoa. Lakini nikipenda nizungumze wazi kabisa kwamba haya mambo lazima yashughulikiwe mapema. Yakobo sura ya 3 mstari wa 26. Mstari wa Yakobo sura ya 3. Nimechanganya hapa, hii ni Yakobo Yakobo sura ya 2 mstari wa 26. Yakobo sura ile ya 2, Yakobo sura ya 2 mstari ule wa 26. Maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. Utamwaminije huyo mtu kwamba hata kutukana wewe wakati unaona matendo yake nje? Utamwaminije kwamba kule wengine anawajibu vibaya, wengine kwako anakuwa wakatili, lakini kwako wewe anajifanya mpole? Utawezaje kumwamini mtu kama huyo? Tangu lini kisima cha aina moja kikatoa maji yenye chumvi na maji matamu? Inakuwaje? Mtume Yakobo anauliza kwenye mstari ule wa 9 wa sura ya 3. Sura ya 9, sura ya 3 mstari ule wa 9. Sura ya 3 mstari wa 9 anasema hivi, mstari wa 9. Kwa huo ulimi twamhimidi Mungu Baba yetu, na kwa huo ulimi twalaani wanadamu waliofanywa kwa mfano wake Mungu. Katika kinywa kile kile hutoka baraka na laana. Ndugu zangu, haifai mambo hayo kuwa hivyo. Je, chemchem katika kisima kimoja hutoa maji matamu na maji machungu? Ndugu zangu, je, mtini waweza kuzaa zeituni na mzabibu kuzaa tini? Kadhalika chemchem haiwezi kutoa maji ya chumvi na maji matamu. Wewe mwangalie kwa watu wengine yukoje huyu mtu. Ukishindwa kumwelewa na kuweza kumkabiliana na tabia alizonazo kwa watu wengine, usitegemee kwako atakuwa mzuri. Ndio utakapoingia ndani ya mahusiano ya kimapenzi, ndani ya ndoa, alafu unaanza kulalamika, ndoa siku hizi bibi hazidumu, ndoa hazidumu. Ulishindwa kujenga msingi kwenye kipindi cha mahusiano. Angalia mtu anajibu tu bila heshima, na kujibu tu bila kuyapima maneno yake. Sikiliza Yakobo 1:26. Mtu akidhania ya kwamba anayo dini, wala hauzuii ulimi wake kwa hatamu, hali akijidanganya yeye moyoni mwake, dini yake mtu huyo haifai. Hata angekuwa mlokole kiasi gani, lakini ana majibu ya ovyo ovyo kwa watu wengine, kwa wafanyakazi wenzie, kwa majirani, kwa watu wengine. Ana majibu ya ovyo ovyo. Unamsikia kwenye simu anavyojibu watu wengine ovyo ovyo. Wewe unafikiria kwako atakujibu wewe sawa sawa? Kwa hiyo ni kipindi kigumu, kwa sababu lazima umpime mtu na kumweleza ukweli. Kumweleza ukweli kwa mbona wewe uko hivi. Ukiona anakasirika unapomsahisha, tambua anajidhihirisha alivyo. Kwa hiyo usiogope kwamba kumkatalia mtu alafu akakasirika. Haimaanishi kwamba ulipaswa kukubaliane naye. Unapokuwa umekataa jambo alafu mwenzio akakasirika, haimaanishi ulipaswa kukubaliane naye. Tambua hilo. Kwa hiyo kipindi kile cha mahusiano kabla ya kuingia ndani ya ndoa, unapoona mambo kama hayo, tambua kwamba unapojaribu kumweka sawa anakuwa mkali, tambua kwamba ukiingia kwenye ndoa hayo yataongezeka ukubwa.
Hilo ni jambo la msingi na pastor liangalie. Mtu hana uvumilivu, mwepesi kukasirika. Kwako sio mwepesi kukasirika, kwa wengine ni mwepesi kukasirika. Unafikiria ni sawa hiyo? Unafikiria ni sawa hiyo? Sio sawa. Hili ni jambo la msingi sana kuliangalia. Maneno yako yanakuaje? Unaonyesha heshima kwenye maneno yako. Je, mtapokuwa mmegombana itakuwaje? Unampima mtu vizuri sana pale anapokuwa amekasirika, atalichukuliaje hili? Sasa katika tafiti ya mada hii fupi ambayo nimekuletea siku hii ya leo, nikutana na watu wanasema hivi, huyu anasema hivi, anasema dokta, kwenye ndoa yangu tunapokuwa kuna jambo ambalo hatukubaliani, tunaliendea hilo jambo bila kuwa na nia ya kubishana. Asema ni kweli tunabishana, kuna hali ya kutokuelewana inatokea. Ni kweli hali ya kutoelewana, kudisagree inakuwepo, lakini kuna kuwepo na hali ya kutokukubaliana, lakini katika hali ambayo bado tunaonyeshana heshima. Anasema hali ya kukubaliana ipo, lakini katika ile hali ya kutokukubaliana tunaonyeshana heshima. Usidharau hisia za mwenzio. Na wewe bwana, wewe una dogo. Mwenzio ameongea kitu kimemuumiza. Wewe una dogo. Hiyo sio heshima. Unamtukana hapo. Na wewe una dogo. Asema katika ndoa yetu tumejifunza kufanya mazoezi ya kuonyesha appreciation mara kwa mara na shukrani mara kwa mara. Nasema hivi, tumeamua ndani ya ndoa yetu tupunguze kero, kwamba usimkere mwenzio, na hata kama unamkera at least uonyeshe kwamba ni kweli ulikuwa umezidiwa sana. Nasema hivi, mume wangu huwa anafanya vitu ambavyo vinanikera, na hata mimi najua kuna vyangu ambavyo vinamkera pia, lakini kero hizo ambazo zinatokea kati yetu sisi wawili hazina thamani ya kufanya tugombane, tudharauliane. Unaweza kuona, unaona mtizamo huo. Anasema kero hizo hazina nguvu, hazina uwezo wa kutufanya tugombane, tudharauliane, tuaibishane. Mara nyingine kero zake zinanifurahisha. Unaona, sasa mara nyingine kero zake zinanifurahisha. Kwa sababu ndivyo najua huyu ndio wangu. Sitaki kubadilisha, mwingine ndio wangu. Kwa hiyo nazichukulia katika hali ya utani tu. Sasa hii haiwezi ikatokea mpaka pale umedhamiria kupenda kweli kweli. Sasa hii huwezi ukaitengeneza ndani ya ndoa, ni ndani ya mahusiano. Jinsi gani ya kuweza kumwelewa mwenzio na kuchukuliana naye katika madhaifu yake. Twende kwenye Wakolosai 3. Kitabu cha Wakolosai sura ile ya 3. Wakolosai sura ile ya 3. Mstari ule wa 12 inasema hivi: basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu, wapendwao sana, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Zaidi ya hivyo vyote, jivikeni upendo, ndiyo kifungo cha ukamilifu, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Mwili mmoja, mume na mke. Kuna mambo kama haya. Anasema jivikeni, yani kama vile nguo, upole, heshima, mheshimu mwenzio hata kama amekosea. Sio ndio muone kwamba amekuwa kama vile nyanya mbovu. Kule amekosea, ni mwanadamu, wewe ukosei. Hili ni jambo la msingi sana. Lipewe kipaumbele katika mahusiano yenu. Msio mkuwa tu kwaruzana, haipendezi. Dada mmoja akasema hivi, I know it is the right relationship because it is in so much work all the time. Things are easily aligned. We approach each other with respect in all things. It is almost like a flowing
calm river. Anasema hivi, anasema najua katika uhusiano wetu ambao tunaona kwamba ni sahihi unaofaa, sio kwamba naona kama vile ni kazi ngumu sana. Anasema vitu tunavipangilia, maneno yetu tunayapangilia, mitazamo yetu tunayapangilia, tunayafanyia alignment. Tuna approach kila jambo kwa heshima. Hata kama limetokea jambo baya, lakini naliendea kwa heshima. Japokuwa amenikosea, japokuwa kweli ameniumiza, naenda kwa heshima. Sasa haya mambo utayaona kwa mtu ambaye amejifunza kupenda kweli kweli. La mwisho, sio la mwisho, moja kabla ya mwisho. Anasema hivi, kuwa mwaminifu mwenye upendo ndani ya akili yako. Kuwa mwaminifu na mwenye upendo ndani ya akili yako. Kiingereza anasema be mentally loving and faithful. Yaani kwenye akili zako usimwazie mabaya mwenzio, hata kama anayo mabaya, lakini usiyawaze sana, usikae sana ndani ya akili yako. Kwenye Biblia wa Filipi sura ya 4 mstari wa 8 nasema hivi, hatimaye ndugu zangu, lolote lenye sifa njema, lolote linalostahili heshima, yatafakarini hayo, na Mungu wa amani atakuwa pamoja nanyi. Sema lolote lenye sifa nzuri, tafakari hilo. Sasa kwenye saikolojia wanaita positive sentiment override. Hiyo ni kwa Biblia. Biblia inasema kwamba tafakari, lakini kwenye Biblia inaitwa positive sentiment override. Yaani yale mazuri aliyonayo yanayafunika yale mabaya aliyonayo. Kwa sababu hakuna ambaye ni mkamilifu, kila mmoja anakosea. Ndio inaitwa positive sentiment override. Sasa usipokuwa na hiyo positive sentiment override, utapata shida sana kwenye mahusiano. Kwa sababu huyu mtu ana makosa tu. Sasa jinsi gani ya kuendana naye, hiyo ni kazi ambayo utaifanya kujifunza ndani ya mahusiano. Ukiyaleta haya ndani ya ndoa, tunamwenzio anakasirika, anasema niache bwana. Mimi ndio nilivyo bwana, niache bwana. Sio kwenye mahusiano ulimwachilia hivyo. Kwenye mahusiano ilikuwa ni hivyo. Niache bwana, mimi ndivyo nilivyo bwana. Kwa nini kwenye ndani ya uhusiano uko mali haya mambo? Kwa nini uko mali? Kwa nini ulikuwa uko mali? Anasema hivi, ufunguo wa kuyashinda magumu ndani ya ndoa ni kwenye mahusiano kuona kwamba usisubiri mpaka ugomvi mkubwa ndio uanze kuongea yote ambayo alikuwa anakumuumiza. Jifunze kumwambia yale ambayo uyapendi ndani ya mahusiano. Hata kama atakasirika, jifunze kumwambia ili umuelewe kweli anakamwa nakasirika, nikimwambia kitu cha ukweli. Asema hiyo inaondoa uchungu ndani ya ndoa, ndani ya mahusiano. Pale ambapo unamwambia mwenzio na mwenzio yuko tayari kujirekebisha, yuko tayari kusikiliza, yuko tayari kuomba msamaha, inaondoa uchungu. Lakini mwenzio anapokuwa mbabe, hataki kuomba msamaha, hataki kujishusha, kukubali kwamba amekosa, inakutengenezea wewe uchungu ndani yako. Ule uchungu unanyonya hata yale mapenzi uliyokuwa nayo mwanzoni, yanakwisha kabisa. Unakuta una hisia naye. Sasa alikuwa anampenda kweli, lakini siku hizi sina mbosi, kwa sababu uchungu umeweka ndani. Ule uchungu umenyonya mapenzi yote uliokuwa nayo huyu mtu. Umenyonya yote. Kwa hiyo pepo la uchungu limeingia ndani yako, limenyonya upendo wote. Unaanza kumuona nafuu nichepuke. Dada moja akasemaje? Akasema hivi, dokta, mume wangu anavyonipenda, yaani kila siku jioni ataniuliza, mke wangu, kuna jambo lolote ambalo leo nimefanya limekuudhi? Au nimesema au sikufanya limekuudhi? Kila siku. Sasa kila siku mume wangu ananiuliza, leo siku nzima ya leo, kuna jambo lolote ambalo sikufanya vizuri au limekuudhi? Naomba niambie mke wangu. Akasema kama lipo, bwana mwambia. Na alafu na mimi namuuliza. Alafu na mimi namuuliza, mume wangu, je, kuna jambo lolote ambalo sikufanya vizuri? Na ananiambia. Tunaweka sawa, tunaenda tunalala, tunatiana. Tunaingia kwenye pointi ya pili sasa ya kutiana. Ndio ya mwisho. Sasa tendo la ndoa. Huyu ndio Dr. Mahaba. Sasa siwezi kuzungumza bila kuingiza tendo la ndoa. Maana mahusiano bila tendo la ndoa, mapenzi bila tendo la ndoa haendi mbali. Anasemaje huyu dada? Anasema hivi, we have a consistent sex life and it keeps resentment away. Anasema we have a consistent sex life. Hallelujah. Sasa wale ambao wafahamu Kiingereza, nikwambie nini maana consistent. Consistent, yani tunafanya mapenzi mara kwa mara na tuna enjoy
Tunavyokuwa tunaenjoy, mauchungu yote yanafutika, yanazolewa na ile raha ya tendo la ndoa. Sasa kama tendo la ndoa halina raha, haiwezi kufuta huo uchungu, kwa sababu kuna kichocheo cha furaha kinaitwa serotonin. Kuna kichocheo kinaitwa sababu tunasikia tu raha, kumuona, ukimwona tunaona raha, tukimwona tunaona raha. Kama dada mmoja ambaye ana umri wa miaka 65, mume wake na miaka 67, anasema daktari, umefanya ndoa yangu nifurahie uzeeni. Anasema daktari, umefanya ndoa yangu nifurahie uzeeni, baada ya kumtumia video za jinsi ya kumnogesha mwanaume. Mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake, na mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake. Sasa nikamtumia hizo video. Anasema daktari, yani sio tu tendo la ndoa, hata huko nje kumebadilika. Yani najikuta hata tuko mbele ya watu, nataka tu kumkumbatia mume wangu. Sasa hata tuko mbele za watu, nataka kumkumbatia, nataka kumhagi. Naona tu ni raha kukaa naye. Mama wa miaka 55. Daktari tokea Kilimanjaro. Daktari kabisa tokea Kilimanjaro, jina lake linaanzia D. Ananiambia daktari, yani hizi video ulizonitumia mpaka mume wangu akaniambia, bwana wewe unachepuka bwana, umepata wapi hayo yote ghafla namna hii? Akasema na yeye anataka hizo video utumtumie. Nikamwambia letera. Kanitumia badala ya shilingi 10,000 kanitumia 15,000. Katumia 10,000 badala ya 10,000 katumia 15,000. Na tumia hizo video za mwanaume kumwandaa mwanamke. Ni daktari. Kwa hiyo unaweza kuona, kwa sababu kuna hiyo homoni ya serotonin. Yaani unapofanya tendo la ndoa, kwanza kinachotokea ni homoni ya oxytocin. Inatoka kwa wingi, inakufanya umpendelee uliyemzoea. Sawa? Homoni kichocheo cha oxytocin kinasababisha umpendelee uliyemzoea. Nimezungumza kwenye video nyingine, lakini kwa faida ya watazamaji wetu wapya, ngoja nizungumzie hii oxytocin ikoje. Kwa nini imethibitishwa kwamba ni kweli inasababisha umzoee uliyempendelea? Hii homoni ya oxytocin inatoka kwa wingi hata pale mama anapokuwa amejifungua. Ndio maana mama anakuwa busy sana na mtoto kuliko mtu mwingine yote. Hata mbwa vile vile wanayo. Anapokuwa amejifungua anakuwa mkali kweli, hataki kumsogelea watoto wake. Ndio hiyo homoni ya oxytocin. Sawa? Sasa mnapofanya mapenzi kwa muda mrefu, sio dakika 10 mmemaliza mnafikiria kwamba itafanya kazi vizuri, haitafanya vizuri. Sawa? Sasa mnafanya kwa muda mrefu, hiyo homoni inatoka kwa wingi, unajikuta tu unampenda. Sasa wataalamu wa sayansi ya mapenzi, wakaichomoa hii kwenye mwili wa mwanadamu, wakaweka wanaume anapuliziwa hii homoni ya oxytocin. Amekaa na mke wake pale. Alafu anakuja mbiti mrembo amevaa kimini kikali kweli, mweupe alafu kimini cheusi. Ngai mapaja yake yanavyotokezea sasa, dada aliyevaa nguo nyeusi alafu mweupe. Kimini kikali alafu mapaja yameshiba vizuri kweli. Wale ambao walipuliziwa oxytocin, hebu tokea dada yule mzuri mwenye kimini, hakuhangaika naye, yuko tu busy anaongea na atia story na mke wake. Sasa wale ambao hawakupuliziwa hiyo homoni ya oxytocin kwenye pua zao, akitokea dada mwingine anatamani mke wake aondoke, aanze kuchati na huyu dada mwingine. Sio mara moja hiyo experiment imefanyika, mara nyingi tu. Sasa hiyo ikichangiwa na ile kwamba mnaheshimiana, hakuna kudharau, hakuna maneno ya mwenzio ni mwepesi kuomba msamaha, yuko tayari kufanya lolote ile tu ujisikie tu una raha. Anakusikiliza vizuri, maoni yako hayapuuzii, hayapotezei maneno yako. Ndio homoni ya serotonin inafanya kazi. Unajikuta tu raha. Unapokuwa naye unaona tu raha tu. Yaani akiwa karibu tu unaona tu raha tu. Ni homoni ya serotonin. Sasa Mungu ameweka hivi vichocheo ndani ya miili yetu, vina kazi. Sasa inanisikitisha sana. Jana nimekutana na video 2 kwenye TikTok. Jana nimekutana video 2. Video moja ni ya mwanaume anasema, baada ya miaka 40 hamna haja ya kuhangaika sana na tendo la ndoa. Baada ya miaka anahangaika kutafuta pesa. Uzeeni maisha yawe mazuri. Huyu ni kaka anakaribia miaka 40 na yeye vile vile, au ameshaingia miaka 40. Kavaa shati yake ya draft. Kakutana na dada mwingine naye amevaa shati gauni la ugoro. Anazungumza mapenzi, mwanamke asiyokuwa muelewa. Hana haja kusumbua mume wake na vimessage sijui na nini. Hana haja sijui lazima wachati na mume wake. Mume wake yuko busy kutengeneza hela. Huyu ni mwanamke anaongea. Na unakutana na mwanaume amelipwa, yuko kwenye seminar, anaongea mambo ya ajabu sana. Kwenye seminar kabisa, amelipwa hela nzuri. Yuko kwenye seminar na unaona kwenye ukumbi mkubwa umejaa, anaongea mambo ya ajabu sana juu ya mambo ya sex. Kasema hivi watu wana akili kweli? Yaani wanaongea vitu ambavyo ni vya mitaani.
havina basis, havina msingi kwenye sayansi ya mwili wa mwanadamu. Mungu aliyeweka vichocheo ndani ya miili yetu vinahitaji kutubuliwa. Sasa hebu fikiria huyu mama miaka 65 anafurahi tendo la ndoa na miaka 55. Dada mwingine naye ameshakoma hedhi. Ni pastori kweli. Amekoma hedhi, anambia daktari, nimekoma hedhi, hamu ya tendo la ndoa haipo. Naomba dawa ya kunisaidia nipate hamu. Nikamwambia gharama zake, kalipa. Nikamwambia nakupa ofa ya video jinsi ya kumnogesha mwanaume. Nikamtumia video. Kumbe anambia daktari, mume wangu anashangaa. Mambo yamekuwa matamu kweli, tunapendana. Hata juzi siku ya Valentine Day ananiambia Valentine Day ananiambia daktari, mambo hukunifaya. Unaweza kuona jinsi gani? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo haviko sawa, lakini tendo la ndoa vitaviweka sawa. Sasa unaposikia watu wanalipuuzia hili eneo, hajalishi una miaka. Jana nimeongea na mtu mmoja ana miaka 72. Jana nimeongea na mtu mmoja ana miaka 72, mwanaume yuko Geita. Ananiambia daktari, bado nalipenda tendo la ndoa, nahitaji hizo video zako. Kaambia shilingi 10,000, karusha hela, Tigo Pesa imeingia. Unaweza kuona miaka 72 mwanaume, lakini anasema bado nahitaji ngoma hii. Kama ni Mungu ameweka ndani yetu. Sasa ngoja kusomea kwenye Biblia ucheke. Kusomea kwenye Biblia unasema miaka 40 hakuna haja ya kuhangaika sana na seksi. Twende kwenye kitabu cha Mwanzo. Twende kwenye kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo. Yaani tafuta, nimeandika hapa sura ile ya 18. Mwanzo sura ile ya 18. Mwanzo sura ile ya 18 kuanzia mstari ule wa 9. Mstari wa 9 unaanza hivi. Malaika wakamwambia, yu wapi Sara mkeo? Akasema, yupo hemani. Akamwambia, hakika nitarudia wakati huu mwakani. Tazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuwepo nyuma yake. Basi Ibrahim na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa, na Sara alikuwa amekoma hedhi, amekoma desturi, ameandika desturi hapa, na hedhi amekoma katika desturi ya wanawake. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema, niwapo mkongwe nitapata furaha na bwana wangu mzee. Unaweza kuona anacheka, nitapata furaha, manake tendo la ndoa linapaswa lilete furaha. Sasa wewe mke wako afike kileleni, hujui kwamba unafanya dhambi, hujui. Mume wako anapoishia goli moja kumsaidia unashindwa, hujui kwamba wewe unafanya dhambi mbele za Mungu. Mwenzio anahitaji furaha, apige goli 2, 3. Mwanaume aliyemaliza goli moja hajamaliza hamu yake ya tendo la ndoa, hajamaliza. Sasa tuende kwenye Yakobo, nikwambia una dhambi, unasema unafanya dhambi kwa faida ya wasikilizaji wetu wapya. Yakobo sura ile ya 4. Kwa faida ya wasikilizaji wetu, ili kwamba ni dhambi kutokumfikisha kileleni, ni dhambi kutokumsaidia mume wako apige goli 2 au 3. Yakobo sura ile ya 4 mstari ule wa 17 kuna maneno haya. Basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Kama unajua mke wako anapaswa afikishe kileleni, alafu umfikishe kileleni, wewe unamkojolea tu kila siku, unamkojolea tu, lakini umfikishe kileleni, unafanya dhambi mbele za Mungu. Anahitaji raha. Kama mtu mwenye miaka 90 alikuwa anataka, anajua kuna umuhimu wa raha. Sex si ya kupata watoto peke yake. Mungu anajua ina function yake, ina faida katika mwili wako, inaondoa stress, inaongezea immunity system, uwezo wa mwili kujikinga na magonjwa ulipo, na ikifanyika vizuri inapunguza na uzito. Watu wananenepeana tu ovyo ovyo, hawatiani vizuri. Dakika 10 tu 15 mmetiana, mmemaliza na kujoleana tu. Sio mnafanya mapenzi, na kujoleana tu. Sio kufanya mapenzi. Kwa hiyo napenda niwaambie ndugu zangu, haya ni mambo, ni kweli kabisa, inawezekana kabisa. Cha msingi ni kwamba ufahamu wako hautoshi, na niko hapa kukusaidia. Tuwasiliane. Namba zangu naweka hapo chini, ukitaka hizo video na majarida, maelekezo nakuwekea hapo chini. Na kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, subscribe. Nitakapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana. Na naendelea na video zaidi ya 2500 hapa. Usichoke kuangalia channel hii. Kuna mafundisho mengi sana ambayo hujayaona. Angalia na video zaidi ya 2500 kwenye hii channel. Bye bye.